moja ya kitu ambacho kinaonekana ni Wakenya kushiriki kwenye vita ile ya Urusi na Ukraine. Na inaonekana kuna mamia vijana wa Kenya wametumbukia kwenye huo mtego sasa hivi, ambao unawashawishi kusafiri kwenda kujiunga na jeshi la Urusi lile, kisha bwana kupelekwa kupigana kwenye vita dhidi ya Ukraine. Tuliwahi kupiga story kipindi kile. Dio. Lakini hatukuchambua ile kinaga ubaga. Kipindi kile zilitolewa taarifa na mamlaka, si ndio? Waziri wa mambo ya nje alikuwa yule kabisa, na akasema kwamba kulikuwa na visa hivyo, huku wakitajwa Wakenya wawili wale wamefariki. Kufariki. Lakini sasa hivi inaonekana vijana wanazidi kujiongeza huko. Shida nini Mchungu, na alikoje hili? Na jana bwana katika nchi ya Kenya wazazi walikuwa wanalia, unaweza kusema. Au wanalalamika kutaka kwamba vijana wao wengi nchini Kenya wameonekana wapo katika uwanja wa mapambano katika nchi ya Urusi. Nafahamu kwamba kuna vita vya Urusi vimekuwa vimetumiwa wanaita mercenaries. Mercenaries maana ni wapiganaji wa kukodishwa wale. Ambao unaenda unajaza fomu, unaingia kwenye uwanja wa vita na kuweza kupigana kwa miezi 6, mwaka mmoja au miaka miwili. Kwa hiyo wazazi wengi wa Kenya wamekuwa wakiwatafuta vijana wao, lakini inatajwa kwamba wamekuwa katika uwanja wa mapambano kupigana vita dhidi ya kuweza kupambana katika upande wa Urusi. Na kwa jana ukitazama kipindi wanazungumza, walikuwa wanazungumza kwamba sasa wanataka mawasiliano ya moja kwa moja au mazungumzo kati ya wizara ya mambo ya nje ya Kenya kwa kwamba serikali dhidi ya wizara ya mambo ya nje ya Urusi kuweza kujua na kufahamu namna gani sasa vijana wao sasa hivi wapo wapi, wapo kwenye hali gani, wamekufa au wapo wazima, ili mwisho wa siku sasa wazazi wa Kenya, wananchi wa Kenya waweze kuwa na amani. Unashangaza kwamba katika uwanja wa mapambano wa Urusi kuna mataifa mengi ambayo yamekuwa yakipigana katika sideline ya taifa la Urusi. Tumeshuhudia kwa mfano kuna wanajeshi takriban 20,000 wa Korea Kaskazini. Kuna wanajeshi wengi wa Syria kutazama. Wanajeshi wengi kwa mfano wa nchi ya Belarusi kutazama. Wanajeshi wengi wamekuwa wakipambana au watu wengi wamekuwa wakipambana katika upande wa nchi wa Urusi. Kwa hiyo taifa la Kenya nalo linatajwa kama ni mojawapo ya nchi ambao vijana wao wamekuwa ni sehemu ya msingi wa kupambana katika upande wa Urusi. Hoja za msingi ni kwamba namna gani vijana wa taifa moja wameenda kupambana katika nchi nyingine. Unafahamu kwamba tunategemea yani vijana wa taifa hilo waweze kulipambania taifa lao, kwenye maendeleo, kwenye kulilinda, kwenye uzalendo. Lakini imekuwa ni tofauti kwamba vijana hao wamepigana katika nchi ya Urusi. Of course, mercenaries ukitazama wamekuwa wapiganaji wa kikode, lakini wamekuwa wakilipwa. Sasa hoja ambazo zimeibuka katika wadau wengi wa siasa za Afrika kwamba sasa wanalipwa utangaje. Je, labda serikali imeshindwa kutatua changamoto za ajira katika nchi husika kwa vijana? Unakumbuka maandamano ya Generation Z nchini Kenya. Hoja kubwa ilikuwa ni kupinga finance bill, lakini hoja kubwa ilikuwa ni kupinga na kutaka serikali iweze kuwapatia ajira. Kwa sasa hii kwa vijana wa Kenya kuelekea katika uwanja wa mapambano, kumbuka wamevuka bara paka bara, wameenda paka Ulaya Mashariki. Nchi ya watu, na wanatajwa kwa mujibu wa takwimu wanasema vijana zaidi ya 200, sio? Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa kwamba wapo uwanja wa mapambano. Kwa mujibu wanasema inakadiriwa zaidi ya vijana 200. Bana, idadi kubwa. Idadi kubwa sana. Zaidi ya vijana 200 wako kwenye vita uwanja wa mapambano wa Kikenya. Na wanapambana kile ilikuwa wawili wale walifariki, taarifa zikazagaa nini. Lakini sasa hivi unaambiwa zaidi ya vijana 200. Na mbali na hivyo inasemwa kwamba dau linalowekwa ni kubwa la kuwavutia vijana kwenda kule. Kwa mtu anaamua nikienda kule nikisaini mkataba wangu miezi 6, mwaka mmoja, nikipambana upande wa Urusi, nikichukua zangu Russia ruble zile, nikibaisha zangu kwa dola huku, unarudi zako fresh. Lakini hii sio kwamba inaashiria kwamba na yeye Russia kwa namna anavyofanya kama tayari mambo yameanza kumpalia hivi kwa magumu kabisa. Unajua kwa Urusi kwa nini amekuwa akitumia wapiganaji wa kikodi? Unajua inasemekana huko mbele ya safari
inaweza kaja kutokea vita kubwa zaidi kati ya Urusi na Ulaya. Tunafahamu kwamba vita sasa hivi of course vita amuliwa na money power, vitaweza kuamuliwa na convention weapon, lakini bado amekuwa akitumia makampuni. Kwa mfano kuna kampuni moja inaitwa Wagner. Wagner ni kampuni ambayo imekuwa ikipigana ndani ya Urusi. Ni tenda yote mnapewa. Tenda kabisa jeshi la kodi la kimkakati. Inapewa tenda, nasikia wanajeshi wa Wagner. Ndani uwanja wa vita. Kumbe. Yes. Wenyewe wametulia zao. Kuna tenda nyingine walipewa watu wa Chechnya. Chechnya walipewa vile vile kuingia katika uwanja wa mapambano kuweza kupambana dhidi ya Urusi. Unajua Urusi ni taifa ambalo lina watu ambao, unajua Urusi kuna Waarabu, kuna wazungu. Yaani ni taifa kubwa ambalo limekuwa likipakana na mataifa mengi moja. Lakini cha pili lina watu ambao wana asili nyingi tofauti. Kwa mfano wa Chechnya unaambiwa ni Warusi lakini wanavyoonekana ni Waarabu kabisa. Lakini utasema taifa lao limekuwa likipakana na mataifa mengi. Unafahamu kwamba Urusi, Tanzania inaingia karibia mara 19. Sasa fikiri ni taifa kubwa kiasi gani. Kwa Putin anachokifanya nimeona ameongeza zaidi ya wanajeshi wengine 300 amerecruit kuingia katika uwanja wa mapambano. Kwa hiyo ni mkakati wa Urusi kujaribu kushawishi na kuvutia watu wengine kuingia katika uwanja wa vita. Sawa. Tumalizie la mwisho. Kuna mdau hapa amenikumbusha, anasema jana uliacha swali ukasema utakuja kulichambua. Ruto dhidi ya wapinzani wake. Ukisema kwamba kwa inavyoonekana, je, upinzani utaweza kumwangusha Ruto kwa sasa hivi? Ruto alipokea mwana mikakati mzuri sana. Ruto ni kiongozi ambaye anajua sana kuzichanga karata za kisiasa. Nitakwambia kwamba kwa mfano katika haya maandamano, hebu fikiria maandamano ya nchini Kenya yalikuwa yanatishia kuangusha serikali. Vijana waliingia paka bungeni. Si ndio? Wakaita furugu kubwa sana. Lakini bado cha kwanza mkakati wake aliamua kukaa karibu na vijana. Alifanyaje? Ukiangalia kuna ile maandamano ya finance bill, Rais Ruto aliweza kuingia kwenye Twitter space. Hivi unajua maana rais kuingia kwenye Twitter space? Na kwa kwamba alienda kuongea na club house za vijana. Mnataka nini? Nini ambacho mnachokihitaji? Hilo la kwanza. Lakini la pili, alianzisha kitu kimoja kinaitwa NADCO. NADCO ni tume ambayo ilianzishwa nchini Kenya kwa lengo la kuweza kuondoa mitafaruku ya kisiasa na kiuchumi. Kwa vyama vikubwa vya ODM na Kenya Kwanza wakawa sehemu ya mazungumzo. Bwana rais